mchezo mnautaka kwa kiasi gani? Manake mnahitaji alama moja ama mnahitaji ushindi na hamuhitaji kupoteza huu mchezo kwa ujumla wake, management, benchi la ufundi pamoja na wachezaji? Karibu. Huu mchezo tunautaka, sijui nitoe mfano gani ili uweze kuelewa kiwango cha namna ambayo tunautaka huu mchezo. Au niseme hakuna mfano kwenye hii dunia wa kutoa ili kuthaminisha namna ambavyo tunautaka mchezo. Mchezo huu ndio ambao umeshikilia hatima yetu sisi Simba Sports Club kuvuka kwenda hatua ya robo finali. Ukiangalia msimamo jinsi ulivyo mpaka sasa, katika wale watatu wa juu hakuna hata mmoja mwenye uhakika wa 100% wa kwenda hatua inayofuata. Na kwa mantiki hiyo inalifanya kundi hili kuwa bado gumu kwa kila mmoja na asikae kwa amani, kwa sababu nafasi ya kila mtu bado haiamini. Kwa hiyo sisi Simba Sports Club mchezo huu tunautaka sana, kwa sababu tunataka kumaliza kazi katika mchezo huu. Laiti kama tunapata matokeo mazuri kwa maana ya kushinda, na kama tunapata walau sare, basi tunakuwa tumejiwekea mazingira mazuri ya 80% kwenda hatua ya robo finali. Kwa tumewekeza nguvu kubwa sana katika mchezo huu. Nguvu kubwa tumeiwekeza kwenye eneo la maandalizi ya mchezo, ambalo hili ni eneo la utawala, na nguvu kubwa nyingine ya pili tumeiwekeza katika eneo la kiufundi, ambalo hili ni eneo la Mwalimu Fadlu na vijana wake. Lakini kote tumewekeza nguvu kubwa sana kuhakikisha kwamba tunakwenda kumaliza kazi katika mchezo huu. Ahmedi, swali langu la msingi zaidi katika miongoni mwa maswali yangu, Kochi Fadlu anaonekana kuwa na furaha na amani sana ndani ya viunga vya wekundu wa Msimbazi. Hebu tujalie siri iliyo nyuma ya pazia, Ahmedi. Unapofanya kazi na unapata mafanikio, automatic lazima utakuwa na furaha, kwa sababu kwanza unakuwa na uhakika wa kuendelea kudumu kwenye kazi, lakini pili unakuwa na furaha kwa sababu mambo yako yanakwenda. Ni sawa na wewe hapo Kai, unapotangaza kipindi alafu watu wanakusikiliza, unakuwa unajisikia faraja sana, kwa sababu najua hapa na uhakika wa kuendelea kufanya kazi Crown FM. Lakini kama haitoshi, inakupa raha. Binadamu yoyote anapenda matokeo mazuri. Kwa Mwalimu Fadlu anayo furaha kwa sababu anapata matokeo mazuri ambayo yanampa assurance ya kuendelea kubaki Simba. Lakini kumbuka, Fadlu ni kocha kijana, kwa anapopata mafanikio ndani ya Simba anazidi kujitangaza zaidi, anazidi kujiuza zaidi na kujiweka kwenye soko kwa kufuata timu kubwa zaidi duniani. Lazima awe na furaha. Lakini pia uhuru pia wa kufanya kazi yake na kutimiza majukumu yake pasi na kuingiliwa ama kupangiwa na kiongozi yoyote. Hilo naliona pia. Ya, sisi tunachokifanya, tunatoa ushauri. Tunayo kamati ya ufundi ambayo kazi yake kubwa ni kutoa ushauri, kukaa na kushauriana na mwalimu. Bana mwalimu, kuna 1 2 3. Mwalimu naye anakuja anatoa sababu zake 1 2 3. Kamati ya ufundi tuliokuwa nayo ina wataalamu, lakini hawamfikii Mwalimu Fadlu kwa utaalamu. Kwa hiyo mtu wa mwisho kabisa kwenye kufanya maamuzi ya kiufundi ndani ya timu yetu ni Mwalimu Fadlu. Kamati inamshauri, yeye anakuja anapokea ule ushauri na anatoa maamuzi ya mwisho. Kwa hiyo anao uhuru mkubwa sana wa kufanya anachokiona ni sahihi kwa Simba Sports Club.